Naam, mpenzi mtazamaji na mchezaji wa Egyptian Singers TZ, ni wakati tena mwingine huu mbele yako nipo na Pastor Kea Hamis. Atakwenda kukueleza ni nini kile ambacho kinaendelea kwa siku hizi takribani 5 katika juma la shukrani kupitia katika kanisa la Advent wa Sabato Msasani. Usitoke kando ya TV yako hii pendwa ya Egyptian Singers TZ, share na marafiki zako ili wote tuweze kubarikiwa. Pastor, habari za wakati huu? Habari ni salama kabisa. Mungu anaendelea kutupigania. Kwa faida ya anayetutazama, una nini cha kumwambia? Na tupo kwenye mwendelezo wa juma la shukrani, na siku ya Jumatano tunakwenda kutamatisha programu zetu hii nzuri. Kwa yule ambaye huenda alikosa vipindi hivi au ana jambo fulani anatamani kujifunza kuhusiana na neno kuu, maana ulikuwa ni miongoni mwa wahubiri ambao wanatoa masomo ya neno la Mungu, kimfunua habari za Mungu, namna gani tunaweza kumshukuru Mungu. Karibu. Asante sana. Katika siku hizi 5 katika kanisa la Msasani kuwa na vipindi vya mfululizo wa kuweza kujifunza namna ya kuweza kumshukuru Mungu, teolojia ya kumshukuru Mungu, lakini pia umuhimu wa kumshukuru Mungu kwa matendo makuu ambayo ameendelea kuonyesha katika maisha yetu, hasa zaidi katika kipindi chote cha mwaka 2025 mpaka ya mwisho wa mwaka huu ya mwaka mpya. Kwa hiyo tumekuwa tukijifunza mambo mbalimbali ambayo ni ya msingi sana yanayotusogeza karibu na Mungu kwa ajili ya manufaa ya kujenga. Asante sana, nashukuru. Huenda kuna mtazamaji pale anatufuatilia anasema, hakika kwa siku za mwanzo nimekosa, na huenda anategemea afike kwa siku hii ya kesho. Je, kwa masomo yale ambayo yamepita una nini cha kumwambia kwake? Okay, kwanza nitoe pole kwa wale ambao wamekosa vipindi ambavyo vimepita, lakini tulikuwa live kupitia The Gifted Singers channel, YouTube channel na mitandao ya kijamii. Kwa hiyo kwa wale ambao wamekosa vipindi hivi wanaweza wakapitia mitandao ya kijamii, yawezekana yakawa yamewekwa, lakini pia wanaweza wakawasiliana na mimi kwa ajili ya zaidi, kwa ajili ya semina na kwa ajili ya kuwasiliana kwa binafsi kuweza kupata kile ambacho tumekuwa tukipata kwa muda wa siku hizi. Ni kweli watu wamebarikiwa sana katika kanisa ile Advent wa Sabato Msasani, na huenda wako wengi tulikuwa tunaona watu kituma comment jinsi ambavyo wanabarikiwa na masomo ambayo unayatoa. Je, huenda akiwa kuna sehemu wanakuhitaji kwa huduma, wanakupataje na utaratibu wako ukoje, ili mwisho wa siku wanapotaka kuupata kwa ajili ya kumtukuza Mungu kwa njia ya kutoa neno la Mungu, ni kwa namna gani wanaweza kukupata? Okay, kwa njia rahisi sana ni njia ya mawasiliano. Namba yangu ya Voda ambayo ni 0746685576. Kwa hiyo tunaweza tukawasiliana popote pale ambapo kutakuwa na huduma, popote pale ambapo kutakuwa na uhitaji wa maombi, mafundisho, kujifunza neno na huduma yoyote inayohusiana. Nashukuru sana. Nadhani mpenzi mtazamaji umepata picha ya yale ambayo yanajiri katika kanisa la Advent wa Sabato Msasani, na huenda kuna mtazamaji anajaribu kufikiria kuna peji labda za account za mitandao ya kijamii, huenda Instagram, YouTube, ili aweze kufuatilia mahubiri yako na mafundisho. Kama hamna, basi labda unatarajia hiyo kitu kije kufanyika lini ile mwisho wa siku, kwa sababu jinsi ambavyo unafundisha na watu wanapofuatilia kwenye mtandao na comment wanabarikiwa na masomo, wewe unatamani tena kuendelea kupata huduma hizo kila siku na kila siku. Karibu kwa faida ya mtazamaji. Ninashukuru sana. Hiyo pia ni njozi nzuri ambayo ni ya pekee sana kwa ajili ya kuweza kupanua wigo mpana zaidi wa neno la Mungu, kushare injili na watu wengine, ukizingatia teknolojia tulionayo na maendeleo ya teknolojia tulionayo. Ninatarajia kuwa na channel za mitandao ya kijamii hivi karibuni. Kwa neema ya Bwana ninadhani ya kwamba tutakuwa nayo na masomo na vipindi tofauti. Nadhani pale itakapokuwa tayari, basi wataweza kufahamu. Hakika ni kweli, wakati ukifika basi kila kitu utakipata, ila kwa nambari ya simu ambaye amekusha kutaja. Ukiwa na changamoto, maombi, unatamani kujifunza neno la Mungu, basi usisite kuwasiliana naye wakati wote. Yupo, maana yupo tayari kwa ajili ya kufanya kazi ya Mungu. Pastor, tumekaribia kufika mwisho na tunakwenda kutamatisha kipindi chetu. Una neno gani la mwisho ama unaombi gani la mwisho kwa yule mpenzi mtazamaji anayetufuatilia wakati huu? Neno la mwisho ambalo ningependa nimwambie ndugu msikilizaji ama mtazamaji, kwamba ikiwa tutasahau kule Bwana alipotoa, basi itakuwa ni rahisi kukata tamaa, na wakati fulani itakuwa ni vigumu hata kumshukuru Bwana. Kwa hiyo ningependa nimsihi kwa yule ambaye hajapata nafasi ya kuhudhuria kwa siku hizi 3 zilizopita, basi anaweza akaendelea kufuatilia
kupitia The Gifted Singers channel ya YouTube, ambayo anaweza akapata vipindi vyetu live, lakini pia tuweza kuhudhuria hapa katika kanisa la Msasani. Amen. Mungu akubariki sana. Hapo ndipo tumefika tamati kwa siku hii ya leo. Nilikuwa mbele yako na mtumishi wa Mungu Pastor K. Hamis, nami nikualike endelea kufuatilia mitandao yetu ya kijamii Gifted Singers TZ. Pia huko utakuta masomo yote ambayo mtumishi wa Mungu alikwisha kuyatoa. Basi nikutakia wakati mwema na Mungu akubariki. Bye bye.